Sasa damu katika ufalme wa Mungu ni nini? Damu ni uhai wa Mungu ukitenda kazi katika kusudi maalum kwa wakati husika. Hiyo ni damu. Damu ni uhai wa Mungu ukitenda kazi katika makusudi yake ndani ya ufalme wa Mungu kwa majira husika. Sasa ngoja nikuonyeshe kazi chache hapa za damu. Nyingine nikuonyeshe tena. Damu inarejesha uhai. Kwa hiyo pale unapokunywa damu ya Yesu, ile damu ya Yesu inakurejeshea uhai. Kwa hata kama ulikuwa unataka kufa mauti na kuingia, damu ya Yesu inaondoa mauti. Lakini pia damu, la pili, damu inakuokoa na pigo la mharibu. Tunaona Mungu aliwaambia wana wa Israeli, chukueni damu ya kondoo pakeni kwenye miimo ya milango yenu. Mharibu akipita hata ingia kwenye hizo nyumba, kwa pigo la uharibifu alitawaharibu. Kwa unapokunywa damu ya Yesu, lile pigo la uharibifu aliwezi kukupiga. Kwa damu ya Yesu inakuokoa na pigo la uharibifu. Lakini kingine, damu inaondoa dhambi. Kwenye kitabu cha Mathayo 26:26 nimekusomea pale mwanzo. Damu ya Yesu inaondoa dhambi. Kwa unapokunywa damu ya Yesu, ina maana ile hatia ya dhambi, ile nguvu ya dhambi ndani yako inaondoka. Damu ya Yesu inakusamehe dhambi, damu ya Yesu inaondoa dhambi. Lakini lingine, damu ya Yesu inanena mema. Kwenye kitabu cha Ibrania sura ile ya 12 na mstari wa 24, hasa na Yesu mjumbe wa agano jipya na damu ya kunyunyizwa inenayo mema kuliko ile ya Abili. Kwa damu ya Yesu inanena mema kuliko ile ya Abili. Kwa pale mahali ambako amkunenea mabaya, upatwe na ajali, upatwe na shida, upatwe na mateso, unapokunywa damu ya Yesu, ile damu ya Yesu inakunenea wewe mema, inakunenea ushindi, inakunenea kuinuliwa na vitu vingine kama hiyo. Haya, damu ya Yesu inakupa kushinda. Ufunuo wa Yohana 12:11. Asa nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo na kwa neno la ushuhuda. Nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo. Kwa hiyo damu ya Yesu inakupa kushinda. Kwa hiyo mahali popote unapohitaji kushinda, unahitaji kuwa na damu ya Yesu.